Tumeinua mikono yetu jioni leo, tunakuabudu, tunakusifu kwa sababu ni mwema. Hakuna Mungu mwingine awezaye kufanya mambo makubwa na aliye katikati yetu kama wewe. Kwa unyenyekevu mwingi Bwana, tunakabidhi kipindi hiki sasa mikononi mwako. Tuko tayari kupokea kwa Roho wako Mtakatifu. Nena na roho zetu, nena na nafsi zetu. Karibu Roho Mtakatifu, jidhihirishe kwa ajili ya nafsi zetu, jidhihirishe kwa ajili ya roho zetu, ukatufundishe, ukatuhekimishe, ukatupe kibali katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuchukua fursa hii kukaribisha mtoto wa Mungu katika ibada ya jioni ya maalum kabisa kwa ajili ya meza ya Bwana. Na leo tunaingia kiwango kingine kidogo. Unajua Roho Mtakatifu yupo kazini. Kwa tutaanza utaratibu ambao utakuwa tofauti kidogo, sio kwamba tunabadilisha, lakini tunapomwomba Mungu, tunaomba tume mafunuo maalum kwa ajili ya watu fulani kanisani. Kwa umekuja wakati maalum, uwe tayari kusikiliza neno kwa makini. Kuna wakati Mungu anakutana na wewe katika shida yako. Haleluya. Jioni leo somo ambalo linatuongoza katika ibada hii ya Ijumaa linaitwa imani ya kutembea uweponi wa Mungu, au imani ya uwepo wa Mungu. Wiki iliyopita nilikuwa nimesafiri kwenda Arusha, na bahati mbaya nilikuwa nimetoka kwenye ibada, nikawa na kipindi kirefu sana. Kwa hiyo niliposafiri nilikuwa nimechoka kidogo. Kwa nilipofika njiani, usingizi ukaanza kunitafuta. Kwa Yesu asifiwe. Anaendesha gari mwenyewe. Nilikuwa nimemwomba Mungu kabla ya kuanza safari, na nilimkabidhi safari ile mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo nilipofika sehemu fulani nilishangaa niko upande wa pili wa barabara. Bwana Yesu asifiwe. Alafu naambiwa rudi upande mwingine. Nikauliza, bahati nzuri kwa kuna magari. Nikajiuliza nini kilichonisaidia kutotoka nje ya barabara. Ndipo Mungu alikuwa ananiandaa kwa ajili ya somo leo. Uwepo wa Mungu. Wapendwa katika Bwana, bila uwepo wa Mungu ufanye chochote cha maana dunia hii. Kwa nini? Kwa sababu adui shetani anakutafuta usiku na mchana. Ndio maana siku hizi makanisa mengi wameweka dim light. Unajua taa zile zinapoongeza giza hivi kuweka uwepo. Sio kwamba ni nini, yani kwamba watu wanatafuta nini? Uwepo. Kwenye muziki kule wameweka vyombo ambavyo hata kwenye muziki wa dunia hakuna. Unajua kuna watu wanaitwa sociologist. Wanajua katuni, unakasikia katuni kama kanasaidia kuingiza neno ndani taratibu. Inaingia, ndio mwanadamu alipoumbwa. Kwa badala ya kutafuta uwepo wa Mungu, tumetafuta njia mbalimbali nyingine. Unakuta mtu anahubiri zile taa za disco light zinazijua, zinapiga kinazunguka. Sasa magari yenyewe kwa sababu tunatafuta uwepo wa asubuhi. Mtu ameamka anaanza kuomba, ngoja niweke muziki kidogo, nastahili labda tunasikia utamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuna uwepo wa Mungu, tunaulazimisha. Kwa kuna uwepo fake kwa watu wengi. Sijasema muziki ni mbaya, lakini naomba usije ukadanganywa na muziki ukadhani ndio uwepo wa Mungu. Ndio maana nilikwambia tuna shida za watu wengi. Wametoka kwenye uzinzi mchana, amekuja kwenye ibada, amealikwa kama mgeni rasmi, amefanya ibada, akaimba mpaka akalia, alafu watu wakabadilika, yeye mwenyewe ni mzinzi. Hamna uwepo. Ni watu wameongozwa na yeye saikolojia ya muziki. Unajua tofauti kati ya wale kule kwenye nini? Mbona mmoja ni wimbo mmoja ndio unaitwaje? Unasikia mboga inaitwa maisha magumu. Wimbo dunia tu. Basi kila mtu anaimba maisha. Au ile wimbo wewe wimbo siku hizi unaitwaje? Unajifanya msikini. Unaitwaje? Unaitwaje ule wimbo siku hizi? Yule mzee yule anaitwa nani? Kibode. Unajifanya mjui nini? Akati mmoja nimeona juzi anatikisa kichwa na ule wimbo wake.
Na kale kananika nilikupiga vizuri kagitaa kale. Maka wapiga hata midundo, unapiga kagitaa fulani. Unasikia kabisa huko kama uweponi vile. Yaani yule mzee ukimwangalia pale amejazwa katika roho. Unamwona? Sasa tofauti ya yule na aliyeko kanisani nini? Yule kilichomfanya awe vile unamwona kabisa amepata msisimuko mpaka leo anaujio na media yote duniani. Ni nini? Kwa hiyo ina maana inatakiwa uwe makini. Yawezekana umekuja kanisani kwa sababu unakagitaka na piga kale kagitaa kana namna ya kubadilisha moyo wa mwanadamu, sio kwa sababu yupo wa Mungu. Wale unajua bendi za zamani kulikuwa na muziki inaitwa makuizi. Sijui sambuma, sijui na nini. Kwa watu usiku wa manane umeenda wote muziki diridi baba anacheza mbele mama nyuma. Unajua basi wanadamu wanaburudika na muziki tu ule. Sio uwepo. Kwa hiyo inawezekana upo kanisani, unakuta mtu amezama, kumbe ni ile ya kimwili. Ninaongea kuhusu uwepo wa Mungu. Sijasema muziki ni mbaya kwa sababu Mungu ndiye aliyokaona hasa kutoka mwanzo ibada zinaanza kulikuwa. Lakini jitahidi usikubali ule muziki ndio kuongoze. Tafuta uwepo wa Mungu wa kweli kweli. Umeamka siku unaenda kuomba. Mimi nikianza kuomba nishakwambia sina formula nyingine, naomba nikufundishe nikwambie ukweli. Huwa siwezi kuomba bila kufuata sala ya Bwana. Kwa nini? Unakuwa na kelele. Ukiomba tu kijumla jumla utashangaa umeomba kushoto, umeenda kulia, mara umepitiwa na usingizi kwenye magoti hapo, mara umeamka tena, mara unapiga mwayo kwa sababu huna focus. Lakini ninaanza siku zote Baba yetu uliye mbinguni. Kwa nini naanza na Baba? Nataka nione uwepo wa Mungu. Ni mpaka nimeuona uwepo wa Mungu ndipo napoendelea na maombi. Kwa nikianza Baba yetu uliye mbinguni hakuna uwepo, naanza kumwabudu. Anza uwepo wa Mungu unauhisi na unauona, sio kama ni kitu ambacho unakisikia. Whether kuna muziki nje au hakuna muziki nje, uwepo wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Toka Mungu amemuumba mwanadamu aliacha uwepo wake. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 34. Sikiza Musa alichokisema kuhusu uwepo wa Mungu. Aliongea kitu ambacho tutamani kutengeneza msingi leo kuhusu uwepo wa Mungu. Anasema Kutoka 33:14. Anasema, sikiliza kwa makini. Anasema, sikiliza kwa makini. Twende kwa juu kuanzia 13. Anasema, basi nakuomba ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, nipate neema mbele yako, ukumbuke ya kuwa taifa hilo ndio watu wa kuendelea. 34. Umenipeleka kwingine. Au ndio hii 33:14. Asante. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa. Unapataje raha? Unapata raha uso wa Mungu ukienda na wewe. Juzi nimeondoka, nilikuwa nimeitwa sehemu fulani, watu wakubwa wamekaa. Wakalipa saa moja kuongea kitu fulani cha mambo ya kiteknolojia kidogo. Nikamwomba Mungu, Baba, napoenda kule naomba nikapate raha. Naomba uwepo wako uende na mimi. Nimeenda pale, nimeongea kwa nusu saa, nikapigiwa makofi sijawahi kuyasikia duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Uwepo wa Mungu ulienda nami. Ngoja niwaambie, toka nimekuja Zuzu nilisikia habari za wachawi. Lakini nilimwambia Mungu, napoenda Zuzu, mahali napoishi, ninapotembea, ninaomba nisipate aina yoyote ya mashambulizi ya kichawi. Toka nimekuja mwaka wa 5 wa 4 karibu, naona wachawi wanatafuta namna, wanakuta uwepo wa Mungu. Nilikwenda kwenye maduka ya waini Dar es Salaam. Naingia dukani, tunakwambia wewe ni nani? Anasema naona kama kuna kitu kimekuzunguka kwa pembeni. Yeye anaona kwenye ulimwengu wa roho. Mtu mwenye uwepo wa Mungu unaona nuru. Na mtu ambaye amechanganya madozi unaona giza. Yeye unamwangalia mtu unaona dasi. Pole. Giza. Ndio maana hata kama hujakuwa mtu akiroho sana, ukikutana na mtu fulani unaona kitu unasema mbona kama mwili unasimuka. Ujaye kutana na mtu unakuta nywele zinasimuka. Amejaa giza, sio nguvu ya Mungu. Uwepo wa Mungu hakuna. Nisikilize kwa makini, inawezekana somo unielewe vizuri. Nikikuuliza leo, unajua kwamba unapotembea asubuhi mpaka jioni kuna uwepo wa Mungu kwenye maisha yako? Kabla ya kuamka asubuhi kitandani, jiulize kuna uwepo wa Mungu. Unapoingia kwenye ibada, jiulize kuna uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu hauonekani kwa macho. Unajua zamani, ngoja nikupe hadithi unielewe vizuri.
Baba yangu wa kiroho mmoja alikuwa anakuja kwenye madhabahu. Leo mchana nilikuwa na Yeremia, tumeongea sana na Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Nashingoje mwana anaona wapi? Kumbe ni mambo ya rohoni. Unapozama kwenye maombi. Leo nilikuwa naomba, Mungu kaniambia ibada leo kuna watu wa aina mbili waombe. Nasikia sauti kwenye uwepo wa Mungu. Nikaandika. Nikajua kuna watu wa aina mbili watakuja na nitawaombea. Sikwambii watu gani nitawaombea baadaye. Ninakwambia kuhusu uwepo wa Mungu. Hata sikana nasikia siku nasema, leo Bwana nimekutana na Kristo. Alikuja tulikuwa tunafanya maombi asubuhi saa 10, nimeamka saa 8 Yesu akaja kunitembelea. Nikajua kwamba Yesu anakuja na magauni yake na mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea habari za uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu, mwanadamu ana roho, unauona. Na uwepo wa Mungu ukiwa na wewe, wachawi hawakugusi. Uwepo wa Mungu ukiwa na wewe, ukienda kwenye sehemu ya kazi, watakapojaribu kushambulia, watashangaa wanapigwa wao. Alawe nini kimewapiga? Kwa kama kuna kitu unatakiwa ukiombe, muombe Mungu akupe uwepo wa Mungu. Hakuna nguvu inaweza kugusa uwepo wa Mungu. Shetani anachokifanya siku zote ni kuhakikisha na kuondoa kwenye uwepo wa, kwa sababu ukiwa na uwepo wa Mungu shetani hawezi kukugusa. Narudia tena. Ukiwa na uwepo wa Mungu shetani hawezi kukugusa. Anachokifanya ni kukushawishi uondoke kwenye uwepo wa Mungu. Leo hivi unajua unapotembea sehemu yote umekaa Mungu yuko na wewe. Hivi ungekuwa unajua na unajitambua hiyo ndani ya nafsi yako, ungefanya ile dhambi? Ungemsengenya yule mtu? Ungemtukana yule mtu? Ungegombana na wale watu? Na unajua unatembea na Mungu, ungeweza kufanya vyote hivyo? Watu wengi hawana uwepo wa Mungu. Wamebaki wa Kristo, nimeokoka ndio, kinachoweza kuwafurahisha ni muziki kanisani kidogo. Ndio maana kuna watu wajua dancing styles na zote lakini hawajaokoka. Kwa sababu hamna uwepo wa Mungu. Na ukikosa uwepo wa Mungu, wapendwa katika Bwana, hakuna kinachoweza kufanyika kwenye maisha ya binadamu. Labda tuende taratibu. Wakati Mungu ameumba mbingu na nchi, bustanini Edeni, mwanadamu wa kwanza aliumbwa aliitwa nani? Adamu. Watu wanadhani kwamba Mungu alikuwa anakuja jioni anawatembelea, anashuka. Mpendwa katika Bwana, Mungu ni roho, hauwezi kumuona kwa macho. Asikudanganye mtu. Nilikutana nikamwona Mungu anatembea na magauni yake. Forget about it. Nitapenda. Ila Mungu anaweza kukupa neema ukaingia ulimwengu wa roho na wewe. Sio katika ulimwengu wa mwili, utamuona katika ulimwengu wa roho. Ndio maana watu wote katika Biblia hii waliosema waweza kumuona Mungu wanasema niliona nguo yake. Wanaona picha kwa sababu ni ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho huwezi kutafsiri kwenye ulimwengu wa Mungu. Kinachotuongoza ni uwepo wa Mungu. Kwa pale bustanini Adamu alikuwa anakaa anakutana na simba. Simba anapita pembeni. Kwa sababu ya nini? Uwepo wa Mungu. Anaenda kuogelea kwenye maji, masamaki makubwa anakutana naye, hawezi kumgusa kwa sababu ya nini? Uwepo wa Mungu. Kuna uwepo ambao huwezi kuona kwa macho, lakini watu wa roho wanauona. Wanakuona unawaka moto. Nakumbuka kwenye fulani nilikuwa kule mbele nikagombana na watu fulani. Na usiku wakaamua kuja kunishughulikia. Wakashindwa. Kesho yake akamwambia, tumekwenda kwa yule kijana wako. Hebu tuambie yuko je yule kijana? Tumekuta moto. Ule uwepo wa Mungu unatembea kama moto. Kwa shetani hawezi kukugusa uwepo wa Mungu. Na anajua wewe hawezi kukugusa, ila anakufanya wewe ufukuse uwepo wa Mungu. Kwa namna gani? Twende taratibu. Tutakuendelea. Umeshaona mdudu anaitwa fungus au funza au wadudu wengine ambao wanakunywa damu ya mwanadamu? Anakufanya uanze kuwashwa. Bwana Yesu asifiwe. Atupi nguvu. Kwa hiyo unaanza kujivuna ndio unamsaidia naye kufanya nini? Kuingia. Ni kama maisha kutoka magonjwa, sisi tumekuwa maisha ya kijijini huko. Bwana Yesu asifiwe. Funza akiwa kwenye kidole ameingia. Unapoanza kujikuna ndipo unafanya ingia wapi? Ndani zaidi. Unamsaidia kuchimba. Ndipo shetani alipo. Yeye afanye kitu, anakuletea kitu tu. Kijana mmoja alikuwa na msimamo mzuri, tulikuwa naye katika huduma Dar es Salaam. Kwenye kanisa ambayo tulikuwa tumekuwa chini ya baba mlezi kwa miaka kama 3 mingi. Alikuwa ni moto.
akisimama watu wanafanya mambo makubwa, kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye kwa kiasi kikubwa. Siku moja amekaa nyumbani kwake, amechukua simu, ikaja picha ya binti. Na wale mnajua Afrika walivyo, wanapenda wale ambao wamejaza huko nyuma, sio wanatafuta nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kaka anaangalia anavyotikisa madudu yake yale, huku mke wake amekuja akaificha. Bwana Yesu asifiwe. Akatoka akaingia chumbani, kaingia chooni, kafunga na mlango wa chooni, anaendelea kumwangalia. Bwana Yesu asifiwe. Akasikia sauti haitoshi, akaongeza sauti, mkeka anamgongea, kuna nini huko? Bado anaangalia. Toka siku hiyo uwepo wa Mungu kaondoka, alafu ikaingia roho nyingine. Kila akilala usiku anaota mpenzi wa mwanamke, na wanawake mbalimbali wanamjia kwenye ndoto. Toka siku hiyo akisimama kuhubiri, inabidi ongeze sauti ya spika, kwa sababu hakuna uwepo wa Mungu. Inabidi aonyeshe matoindo mengine, kwa sababu hakuna uwepo wa Mungu. Ndio maana takiwa makini sana mtu ambaye ana vipawa vingi, kwa sababu anaweza kuanza kuimba hapa mkazani ni uwepo wa Mungu, kumbe anatafuta naye tu. Baada ya miezi 6 alikuwa anavuka barabara, bahati mbaya gari ikambeba, kwa kumwacha mwanamke ambaye alikuwa ni hawezi chochote, yeye akaondoka. Tukasikitika, mtumishi wa Mungu amebebwa. Tulipata wapi hizo hadithi? Siku chache kabla ya kufa alimweleza mke wake story yote baada imefika hatua, kwa sababu mke wake anaanza kuuliza maswali, mbona ulikuwa na moto, mbona sio yule tena, mbona unakuwa ni mtu ambaye ulikuwa unaona vitu kwenye ndoto, siku hizi uone ndoto, kwa sababu ulimwengu wa ndoto wote uliingiliwa na wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikawa ni shida. Bahati mbaya mke wake naye muda sio mrefu akanipigia simu, mchungaji, nimeingiliwa na ng'ombe. Umeshaingiliwa na ng'ombe? Bwana Yesu asifiwe. Nasikia shida, siwezi, nasikia kutapika, kualisha vyote. Leo naongea na wewe, alishatangulia. Ninaongea kuhusu uwepo wa Mungu. Ukiona umetoka uwepo, katubu upesi. Mungu huwa anakupa nafasi. Usiendelee na dhambi yoyote, kwa sababu uwepo wa Mungu unafanya nini? Na ukiondoka uwepo wa Mungu uko peke yako. Ukiwa peke yako, shetani anakupiga za mchana, wachawi wanakupiga za asubuhi, huwezi kusimama. Kama kuna kitu unapaswa kama Mkristo kukilinda, ni uwepo wa Mungu. Adui anajua. Alipomwona Adamu bustanini, akamwona mtu mwenye uwezo mkubwa, akamwona mtu mwenye mamlaka makubwa, akamwona mtu ambaye ana nguvu kubwa. Akasema, namfanyaje Adamu? Akamwonyesha tunda, alafu akaanza kumshawishi, kula lile tunda, litakuwa tamu, litafaa kwa macho, utabadilika, utakuwa kama Mungu. Anamwonyesha Eva. Alafu Adamu anaambiwa na Eva, wala ulizi maswali, anaamua kula tunda. Dhambi maana yake ni dhambi, maana yake kukataa kufuata amri za Mungu. Dhambi maana yake kukataa kusikiliza sauti ya Mungu na kuisikiliza sauti ya shetani. Kwa Adamu na Eva wakasikiliza sauti ya shetani kuhusu tunda, wakasahau Mungu aliwaelekeza wasile zile tunda. Na walipokula tu, nini kilitokea? Uwepo wa Mungu ukafanya nini? Magonjwa yakaingia, kufa kukaingia, kuzaa kwa shida kukaingia, mateso yakaingia, maisha yakawa magumu. Nimekutana na Wakristo, nilikuwa na kazi mtu mmoja ameokoka vizuri, kijana ambaye ameokoka vizuri, lakini kila siku ni matatizo, changamoto, amepata kazi, amefukuzwa, ameniambia kuna nini? Anamtumikia Mungu, anampenda Mungu, anatoa fungu la 10, yuko vizuri kanisani. Nilipokaa naye, nikamwambia, mchungaji, mimi nyumbani kwangu nimejaa vaseline na sabuni. Kazi yangu asubuhi na jioni ni kujichua tu. Akaambia, pole. Cha kwanza, kupata watoto itakuwa shida. Anaharibu future yake yote bila kujielewa. Yeye anajiona sawa. Ndio maana kila dada siku hizi wanapata shida, kwa sababu kuna wanaume wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anajichua huko. Alafu anajiona kwa sababu hakuna mtu anamuona, aone uwepo wa Mungu. Baadaye anakuja kutuletea matatizo ndio mbele mke wangu. Mke wangu anashinda kupokea ukweli. Tunafunga harusi usiku, jamaa hamna kitu. Mwezi mzima anamwangalia kama pambo mke wake. Alikuwa amefanya huko mwanzo, ameishi maisha, anamaliza sabuni, anamaliza vaseline, alafu anajiona mjanja. Uwepo wa Mungu hakuna.
amebaki tu yupo mtupu. Kwa anakuja, anaweza kujibaraguza, anaweza kufanya, lakini shetani anampiga kushoto kulia. Unasikia jana bwana, nilikuwa nimelala, shetani akanivamia. Ukisikia mtu anaanza stories hizo tu, nguvu za giza zikaingia. Kwa nguvu za giza, baba anaelezea sana, tona macho. Lakini ukishaanza kuimba story tu, muone Mungu ndio alikuwa ananiambia, hapa mna pepo wa Mungu. Hapo namsikiliza sasa, unataka kumwambia Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna ngoma nyingine hapa nyuma. Tukaanza kazi ya kufanya deliverance. Uzuri Mungu ni Mungu msamaha. Toka shindwa, nikaanza kuwa tayari kubadilika. Kwa mchungaji nikupe kubwa, sina cha kufanya. Ndipo Mungu akarudisha uwepo. Kazi alikuwa naifanya ikarejeshwa. Kitu alichokuwa nakifanya kitakugusa, kinafanikiwa. Naomba nikwambie, ukiona matatizo juu ya matatizo, ukiona shida juu ya shida, sio mpango wa Mungu. Ujue kuna sehemu umemwacha nafasi shetani kwa anakupiga za macho. Kuna mtu tulikuwa naye hotelini, tumelala usiku, anasema usiku mzima leo nimepambana na jinamizi. Nikajua tayari hapa mna uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona tu jinamizi anakujia, ujue kuna sehemu umeacha mlango kwa ajili ya shetani. Nikamwambia, imekuaje brother? Ni mpendwa mzuri sana. Imekuaje? Akaniambia, sasa nimeomba tena nilipokuwa nalala. Nikanena mpaka kwa lugha, nikaomba kwa ajili ya kufunika kile kitanda na chumba. Nikamwambia, sasa ikaje shetani akapata mlango? Ndipo akaniambia, mchana wake kabla siku ile alikuwa amegombana na mtu, wakatokana mpaka matusi ya kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata kama umeomba usiku, uwepo wa Mungu upo peke yako. Kwa shetani akipata mlango, wachawi akipata nafasi, wanaingia. Ugonjwa unaingia, matatizo yanaingia. Lakini ukitembea uweponi, unakuwa na ulinzi. Kwa shetani siku zote atakuletea mawazo, atakuletea maneno ambayo yatakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Ndicho alifanya kwa Adamu. Adamu alijipiga bora mwenyewe. Alikuwa anatembea, akaenda kutuma tunda mwenyewe, wala sio shetani. Shetani alimshauri tu, umeona binti yule anakufaa. Umeona sabuni ile inakufaa. Umeona mafuta ya ile inakufaa. Umeona picha zile kwenye mtandao, ile siangalie vizuri. Alafu watu wanakuona hapa, enda kifiche sehemu kaziangalie pepo yako. Alafu unamsikiliza kabisa, unakaa unaziangalia. Yesu asifiwe. Ukisituliwa kakimbia lazima ufukuzwe na Mungu. Mpendwa katika Bwana, Mungu adanganyike. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ni muda tu. Uwepo wa Mungu ukiondoka kwa Mkristo, matatizo yanadumu. Kwa nini? Ni sawa sawa tukisema leo tumetoa nguo zote, unatembea uchi. Uwepo wa Mungu unapokuwa umeondoka, ni kama unatembea bila nguo. Kwa watu wanakuona, yule adui anatafuta namna ya kumaliza. Ni muda tu. Unaweza kuwa umemwacha Mungu siku nyingi, hata uwepo wake umeondoka, ukasema naishi sawa sawa. Nenda kamuulize Samsoni. Nini kilitokea kwa Samsoni? Samsoni alikuwa mnaziri wa Mungu. Uwepo wa Mungu, alikuwa ameokoka. Mtu anampenda Mungu. Siku moja akadanganyika. Akampa siri nani? Delila. Alafu ikatokea nini? Kitabu cha Waamuzi kinasemaje? Siku moja Wafilisti wakawa wanafanya nini? Wanakuja. Akasema kama nilivyofanya jana, ngoja nijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Yuko peke yake. Kwa unaweza kwenda kwa umemwacha Mungu siku nyingi hapo, umefanya mambo yako, madudu yako, umefanya mambo vituko vyako, hujatubu, unakwenda. Naishi maisha vizuri siku ya kwanza, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Siku wachawi wakikuona, brother, sister, wanakutafuna nyama mbichi. Siku magonjwa yakikuona, yanakuingia kama mwenda wazimu. Uwezi kujibalaguza kwa Mungu. Dawa ya dhambi ni kufanya nini? Sio kujibalaguza. Ukishaona umekosea kwa Mungu, immediately mwambie Baba, sina cha kusema. Wanadamu hawajaniona. Nimefanya mambo ya chumbani kwangu, nimefanya nyumbani kwangu, nimefanya mtaani, na unisamehe. Uwepo wako urudi pamoja nami. Nihurumie tena. Mungu ni mwaminifu kwa mtu ambaye anatubu. Lakini ukijibalaguza na uwepo wa Mungu ukaondoka, tutaona matokeo tu. Biblia, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 3 kinatueleza namna shetani anapoondoa uwepo wa Mungu.
sio shetani. Wewe mwenyewe unajiondolea. Kwa hiyo ukishaondoka uwepo wa Mungu, adui anakupiga. Ndio maana ngoja nikwambie, roho usiyekoria na babashe. Ngoja nikueleze vizuri. Unajua mimi nikitaka kumaliza wewe kama mtu wa Mungu ni njia rahisi. Yaani kama mimi ndo napiga mahesabu, nataka nikumalize. Njia rahisi. Situmii nguvu. Najua mwanadamu anajaribiwa na mambo mangapi? Matatu. Pesa, madaraka, wanawake. Kwa njia rahisi zaidi, au wanaume, njia rahisi zaidi ni kuingizia vitu hivyo vitatu, ukapata pesa nyingi, ukaacha na kuja kanisani. Tayari mlango umeingia. Njia ya pili ni kukuchomekea mwanamke bomu. Kuna watu wanao wanawake wanachuka. Nimekutana mmoja juzi anasema nimefunga siku 21 kwa ajili yangu. Mke wangu roho aondoke ni wewe mke mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu. Ameshachomekewa kia hewani. Kanisa tumefunga harusi, nyumbani akukaliki, ajue atakupika. Watoto wa kisasa wa 2000. Yesu asifiwe. Anatamani kufanya chochote, hawezi kugeuka, hawezi kumwacha kwa sababu ni Kristo ndoa yake. Jamaa ameshambana kwenye kona. Maombi yamekwisha, mlango umepita. Jamaa anabaki tu kwa gamba. Anatafuta kijana ambaye anajua katika mtaa mzima anajua ni muumini kupita kiasi. Anakuoa. Siku ya kwanza na wiki kwanza atakuheshimu. Baada ya wiki mbili analala nje. Alafu kimuuliza maswali anakupiga na makofi. Na anakwenda kaongea kanisani kwa Mungu. Unabaki unaumia, tuna machozi yako. Unakuja kanisani, tunatamani kukuuliza, uwezi kuyasema. Uwepo wa Mungu ushaondoka. Ni mbinu ambazo shetani anazitumia na amezitumia miaka mingi kwa ajili ya kuharibu watu. Ndio maana kitabu cha Wakorintho sura ya 10 mstari wa 3 anasema, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 anaongea kuhusu kitu ambacho kicho. Ngoja nisikize kwa makini. Ukimwona mchungaji Ayubu, njia rahisi kumfanya tu kutoka uwepo, unajua anaenda vizuri. Kama mimi nimekuwa ninajua nataka kumvamia, nitamletea mtu, atampiga tu kikumbo. Alafu akuuliza, brother, mbona unanipiga kikumbo? Sio usinitishe, ndio utakutonga mimi. Unashangaa pastor yuko amepigana na, kumbe nia ilikuwa sio kupigana, nia ni kumtoa kwenye kuisha habari yake. Atakuja kanisani hapa, haleluya, na sauti yake hamna kitu, speaker tu zinapiga. Anaenda kulala nyumbani usiku, majamaa anampambia usiku. Unajua shetani alikuwa mshezi usiku huo. Akamwambia, bwana, nimepigana na watu usiku mpaka sielewi kwa nini. Sasa wewe ujui, kumbe ashapigana mgombana na mtu, kuna matatizo mengine. Na achachuka na jiona na akili na nguvu. Na bahati nzuri Mungu unapata neema kwa sababu shetani anakuwa muongoza, unashangaa kumpiga vizuri mtu. Hata unajisifu. Unajua sisi walokole sio watu wapendwa katika Bwana. Bora upoteze yote umpate Yesu. Bora upoteze yote umpate, kwa sababu Mungu atakutetea. Mungu atapigana nao wanaopigana, sio wewe. Bora ukose yote kuliko kukosa uwepo wa Mungu. Kama ni kitu cha thamani kuwa nacho siku zote kwenye maisha yako ni uwepo wa Mungu. Nilikwambia siku moja nilikuwa nimetiwa gerezani, lakini nilikwenda na uwepo wa Mungu. Nikaanza kusoma Zaburi 27. Nikasema, Mungu wangu imekuaje? Na nilipofika saa 12 jioni, kabla sijaweza kulala, angalau hata siku moja gerezani, nikaitwa, Sako uko wapi? Natoka nenda nyumbani. Mpaka kesho sijui nani alinitoa. Ninaongea kuhusu nguvu ya uwepo wa Mungu. Jana nilikuwa sina hata senta. Nikasema, Mungu inakuaje natoa na fungu la 10. Simu ikapigwa, njoo fanya presentation kwenye kikao chetu. Nimeenda kufanya presentation cha nusu saa, dakika 45, wakanipa rango ya kutosha, sikwambishi ngapi, sije kaja kunyomba. Yesu asifiwe. Lakini nakwambia kuhusu uwepo wa Mungu. Unapotembea katika uwepo wa Mungu hakuna kuishia. Unapotembea katika uwepo wa Mungu kunakuwa na ulinzi wa kimungu. Vita anapigana Bwana, sio wewe. Kwa jitahidi kwa namna yote unapoingia kuomba, ukianza kufanya Baba kwa jina la Yesu, kishaanza wetu Baba kwa jina la Yesu, na kushukuru leo. Mpendwa katika Bwana, unapoanza kuomba, tulia kwanza. Tafuta uwepo. Tafuta je, kuna uwepo hapa. Swala sio kuongea.
Ni bora ukapiga magoti, uwepo wa Mungu ukashuka, ujaomba hata neno moja, ukaondoka nao uwepo wa Mungu unakupeleka sana. Siku zote usianze kuomba kabla hujajua kuna uwepo wa Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, unaitesti mbingu kwanza. Mbingu haijakaa sawa. Nakupa sifa za Mungu, ninakutukuza Bwana. Ninatubu kama kuna sehemu nimekukosea, nikumbuke tena naye. Anza sasa hivi pamoja nami, tembea nami, naomba msaada, kwa sababu bila uwepo wako nitakwenda na nani? Bila uwepo wako nitakwenda na nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari tunasema, maana ingawa tunakwenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya, yaani vita vyetu vya kiroho. Usiseme kama unapigana kama vile unapigana na mtu. No, vita vyetu vya kiroho sio vya kupigana. Ndio maana nikometa mtu kama atakuwa amekudhi kiasi gani, kubali kupoteza wakati mwingine, alafu mwache Mungu akupiganie. Utamwona yule mtu anaibika mbele zako mpaka unaogopa. Mimi kuna watu walinikwaza, nikataka kufight, lakini baadaye nikarudi nyuma. Alafu baada ya mwezi nakuta naona jinsi wanapokwenda, unasema da, sasa Mungu anakushangaa, tunaanza kuombea msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni cross sehemu ambazo sio sahihi. Anasema tunakwenda katika roho, katika mwili, tunaishi katika mwili, lakini hatupigani kwa mwili. Endelea. Anasema maana silaha za vita vyetu sio za mwili, sio ngumi, sio bunduki, sio bastola. Anasema bali zina uwezo katika Mungu, katika kuangusha ngome. Bado sieleweki ngome gani hiyo? Sikiliza ngome inayosema, sikiliza kwa makini, twende. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichonyanyua kinyume cha elimu ya Mungu, na kuweka na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii. Kumbe vita vya mwanadamu kuondoa uwepo wa Mungu ni kwenye nini? Fikra. Shetani anacheza na maindi yako. Ndio maana kuna mtu mmoja akaniambia juzi, asa unajua mimi sijui simu yangu imepata mapepo, naomba uombe mchungaji. Hata amenifuata ofisini. Bwana Yesu asifiwe. Alafu hiyo simu sasa ukifungua, ukienda Facebook tunakuta picha vya maneno machafu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia ulianza kufuatilia, kwa sababu kinachokuja kwenye simu yako ni kile unachokufuatilia sana. Wanacheza na kule unakufuatilia. Mtu akishakwambia tu simu yake inakuja sijui na mavirus sijui na, muulize vizuri anaishi vipi. Unajua kuna maisha fulani ambayo anakuwa nayo ajielewi, lakini anafanya vitu ambavyo kwa siri watu wamuone. Yeye anadhani kama ni mchungaji na anamuogopa, kumbe Mungu ndiye anatakiwa, kwa sababu vinaingia kichwani. Vikisha ingia kichwani, kisha habari yako. Kwa vita vyetu tunapambana na mawazo. Nisikize kwa makini. Mwanadamu wa kawaida mwenye akili timamu kila siku anakutana na mawazo mabaya 50,000. Mangapi? Kwa unapotembea sasa hivi hapo mawazo mabaya 1000 ngapi? 50. Umeona mambo mbaya, umeona vitu fulani, picha fulani, umekutana na watu katika hasira, chuki, yale mawazo yanakuja tu. Kwa unahitaji uwepo wa Mungu ili usije ukapotea kwenye mawazo. Na ndio maana nikasema ukiona Mkristo anasema ameokoka alafu hana Biblia bora kama hajui kusoma, hana Biblia, huyo Mkristo feki. Kwa sababu ili kuweza kusafisha mawazo yetu lazima tusome kitabu. Pamoja na kwamba mimi ni mchungaji, kila siku lazima nisome sura 3 za Biblia. Sio mistari mitatu, sura. Nasafisha mawazo, najikumbusha mambo ya Mungu, nakuja nasoma. Lazima kabla sijaanza kuomba nisome Biblia sura angalau 3. Sasa wewe hata moja unaweza kusoma, kwa sababu kwenye vita vya maisha na uwepo wa Mungu ni kwenye mawazo. Huku ukiharibikiwa imekula kwako, kwa sababu uwepo wa Mungu unaondoka bila kujiuliza. Alafu unatembea unajiona uko sawa kama Samson. Unakutana na vitu unasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu unapiga kelele. Huwa haiendi hivyo. Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Kwa kuna sauti mbili, sauti ya Mungu na sauti ya shetani. Ukisikiliza sauti ya shetani imekula kwako. Ukisikia sauti ya Mungu maana yake umesoma neno la Mungu vya kutosha. Kwa sababu sikudanganye mtu, kadri unazidi kujifunza neno la Mungu ndipo sauti ya Mungu inakuwa vizuri. Vinginevyo huwezi kutambua sauti ya Mungu ipi na shetani ipi, kwa sababu adui naye wanaleta sauti zake akijifanya kama malaika wa Mungu. Kwa naomba nisikilize mpendwa katika Bwana.
Shetani huwa amfanyi mtu chochote kibaya, anakuseti, anakuingiza kwenye mawazo mabaya. Mimi unajua sasa hivi maisha magumu, hata kanisani siendi. Imeisha hivi. Uendi kanisani, unakosa neno la Mungu, umekaa nyumbani, kesho bado ni bora ukaenda kanisani. Neno linapotoka, Mungu anakutana na wewe, kwa sababu ni mahali amepaweka kwa ajili ya kukutana na wewe. Mungu ni Mungu wa utaratibu, sio vinginevyo. Sasa unapojaribu kwenda kukwepa zaidi, ndipo adui anaingia kwenye mawazo mengine zaidi, na muda sio mrefu atakuletea vingine vingi. Huwa ishi mara moja, siku zote vitaenda katika mambo mengi ambayo yatakusumbua. Uwepo unapoondoka, ndipo hatari inapotokea. Kitabu cha Waamuzi 16:20 tunamuona Samson anasema, ngoja nijaribu tena kupigana vita. Kumbe hamna nguvu ya Mungu. Asema ngoja nijaribu. Kwa jina la Yesu wachawi ondoka. Anakuambia nimepambana na wachawi usiku, nimeita jina la Yesu lakini wapi? Unajua kwa tayari hamna uwepo wa Mungu. Kuna mlango ameruhusu dhambi ifanye kazi kwenye maisha yake. Na ukisharuhusu dhambi ifanye kazi kwenye maisha yako, mpendwa katika Bwana, dhambi maana yake ni dhambi, sio maana yake ni uzinzi. Dhambi sio maana yake ni uongo. Dhambi maana yake kutotii sauti ya Mungu na kumtii nani? Sio kwamba uzinzi sio dhambi, ni dhambi. Lakini kile kitendo cha kutosikiliza Mungu anasemaje, kwamba ina hali ngumu ya kifedha leo, halafu unakaa nyumbani asubuhi mpaka jioni ufanye kazi, halafu unategemea nini? Asiyefanya kazi na kwa kila maana yake unafanya hata kujafanya kazi, unatenda dhambi. Mtu tuanzani dhambi ni uzinzi tu. Anasema mtu apendea usingizi atakuwa maskini. Wewe saa 12, saa 1 unaenda kulala, saa 3 unalala. Maana unafanya dhambi. Kwa sababu Biblia inasema kama unataka chakula kiwemo kwako, amka mapema, kafanye kazi. Usije kukubali siku asubuhi mpaka jioni inapita. Katafuta hata kibarua. Vinginevyo ustahili kula. Uwepo wa Mungu unaondoka. Kutosikiliza neno la Mungu ni dhambi. Kutoisikiliza sauti ya Mungu ni dhambi. Kwa ni lazima ufike hatua ya kusema mimi nimeamua kuokoka, nitatii maelekezo ya Bwana kama yalivyo, ili nisimtende Mungu wangu dhambi. Sihitaji kuambiwa na mtu mwingine. Mungu alichosema nitakufanikisha, amesema leta haja zako, mtu mwingine aombe wala nini. Ni dhambi. Kwa dhambi ni pana. Kinachoondoa uwepo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu ni dhambi. Ndio maana ukija nyumbani mwa Bwana huna cha kutoa, ni dhambi pia. Mchungaji, sasa unaenda kwingine, unaanza makanisa yale wenzetu wale. Biblia inasema nawezaje kuingia nyumbani mwa Bwana bila cha kutolea? Kwa hiyo inabidi uhangaike mchana, ufanye kazi, uhangaike kule na kule, hata na shilingi 10 ya kumtolea Bwana. Kwani nimekwambia utoe milioni 1? Ninaongea kuhusu mambo madogo madogo, lakini anaondoa nini? Uwepo wa Mungu. Kwa sababu unasikiliza sauti ya shetani. Sauti ya shetani kama unakuwa mvivu mzembe asubuhi mpaka jioni, huko siku ya kwanza, siku ya pili, wala uhangaiki wala kubaiki. Kuna mtu mmoja nilikuwa naye Dar es Salaam zamani sana, alikuwa kinganizi, mchungaji, nitafutie cha kufanya. Nafanya, unamwambia hapana, imeshindikana, nitafutie, nataka kuwa na kitu cha kufanya. Kule tuna kisima pia tumechimba. Akaniambia mimi nitafanya kazi huko Juma, nalima matuta yangu yenyewe na mboga mboga. Akalima, jua likapiga, yakatoweka yote. Akaniambia naomba tena mbele. Nikajua na kia na chini. Ndipo mtu amekaa yuko mstaarabu, anaona sawa. Naomba nikwambie, maisha ni neno la Mungu. Uwepo wa Mungu ni kulitii sauti ya neno la Mungu inasemaje. Hivi uwepo wa Mungu unakuwa upo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo watu wanatafuta uwepo wa Mungu kwa njia nyingi. Ndio maana ukianzisha huduma hata uongo kule. Jana nimetengeneza AI moja ya kupiga gitaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo nimeshangaa followers wameongezeka kwenye zaidi ya 500 asubuhi tu. Na wala sio kama ni kitu halisi. Watu wanapenda uongo. Na wanakuta nakwambia mchungaji, naomba nikupigie niombee. Kasema hivi watu mbona? Yaani kwa sababu tu wameona gitaa, hata naimba sauti yenyewe sijui lugha gani ile kikwetu huko. Kiangalia status yangu utaiona. Kwa unapiga gitaa na imba wimbo. Kwa
watu wametokea kudanganyishwa wakizani kwamba kile unachokiona unadhani ndio uwepo wa Mungu, kumbe sio. Usipende kudanganyika. Tafuta uwepo wa kweli wa Mungu, atakupa neema. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, amua leo kusikia sauti ya Mungu badala ya shetani. Jioni leo tunapoenda kuomba na kushiriki meza ya Bwana, Mungu atarejesha uwepo wako katika maisha yako. Yesu alimwambia yule mtu, usitende dhambi, usirudi kule. Kama ulizoea kuangalia vitu ambavyo vinaendelea kwenye simu, sijui naangalia tu tamthilia zote zimejaa mashetani kwa ndani. Sijui naangalia tu muziki, kwani ni dhambi? Unachokiangalia pale ni. Ndio maana kwenye makanisa siku hizi wanasema tuite kwaya ituburudishe, au karibishe mwimbaji ndio ametutembelea leo atupe burudani. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeona mpaka kwenye mitandao siku hizi unakuta mchungaji toka mwanzo ibada anajifunza ile dancing style ili aje kuonyesha watu jinsi ya kucheza, kwa sababu hakuna uwepo. Neno la Mungu hakuna. Kwa hiyo tumetokea mpaka siku hizi unakuta mtu baada ya kurekodi habari za kuwaita watu kwa ajili ya Yesu, kueleza habari za Injili, unakuta amejirekodi jinsi alivyovaa viatu vizuri, anaposhuka kwenye gari Pentecost. Na watu ndio wanamfuata. Hakuna uwepo wa Mungu, zimetokea vibe kibao ndio watu wanazo. Mpendwa, na kuomba, tafuta uwepo wa Mungu. Pesa, mali, vingine vyote utavipata. Mungu akiwa pamoja na wewe. Unajua, nilikuwa nasoma jana historia ya wana wa Israeli. Kwa nini Mungu asingewapeleka Tanzania ambao kuna maji na mvua na bonde zuri la kulima, akawapeleka jangwani? Unakujua Israeli kutoka Misri kwenda Israeli ni jangwani. Mungu alitaka kuonyesha kwamba yeye ni Mungu wa mambo yasiyo. Kwa Mungu yote anakuletea hali ngumu ili ajidhihirishe yeye kama nani? Kama Mungu. Ili ajionyeshe kwamba yeye ndio Mungu, anabaki kuwa Mungu. Kwa usiogope, Mungu atakupitisha kwenye wakati mgumu, sio kwa ajili ya nini? Ili aweze kujidhihirisha nguvu na uwezo wake juu ya maisha yako. Leo Waisraeli wamepabadilisha pale jangwani, pamekuwa ni sehemu ya utukufu. Pamekuwa ni sehemu ambayo kuna mvua, kuna matunda wanasafirisha mpaka nje ya nchi, kuna mboga mpaka wanapeleka Ulaya. Jangwa. Ukishakuwa na uwepo wa Mungu, ukiingia kwenye kampuni yoyote, na kutoa kifani kwenye kampuni moja, choka mbaya. Nilipoingia tu ndani ya miezi mitatu ile kampuni hakuna mtu ambaye kwenda nje. Nikapeleka timu nzima nje. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa natembea na uwepo wa. Natamani ujue siri. Haijalishi umesoma mpaka chuo kikuu au umesoma darasa la kwanza au hujasoma kabisa. Uwepo wa Mungu ukiwa pamoja na wewe ndio nguvu na ujasiri wako, kwa sababu Mungu atapigana vita vyako kabla hujapewa. Mungu atakushindia mambo magumu ambayo huwezi kuyajua. Bwana Yesu asifiwe. Napoenda kumalizia, Bwana Yesu alikuja duniani, kitabu cha Mathayo sura 4. Baada tu ya kubatizwa, Bwana Yesu aliingizwa jangwani kwa ajili ya kujaribiwa siku ngapi? Kama ambavyo Adamu alijaribiwa na shetani. Shetani akataka kuharibu mpango wa Mungu wa wokovu. Alitumia njia gani? Alienda kupambana na Yesu. Alienda kupigana na Yesu. Alikuja na majinamizi. Alitumia maneno. Kama wewe ni mwana wa Mungu, jirusha hapa chini, malaika watakuchukua. Yesu akasemaje? Usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani atacheza na akili yako. Ndio maana nimekwambia tangu mwezi uliopita nilikuwa nakufundisha, usiangalie unayaona kwa macho, angalia Mungu anasemaje juu ya maisha yako. Kataa kuangalia kwa macho. Ndio Mungu kuja kanisani, unajifunza Mungu anasema nini juu ya maisha yako. Anamwambia utabadilisha mkate kwa mawe yako mkate. Anamwambia nitakupa kila kitu, utajiri wote duniani ukinisujudia. Kama Bwana Yesu angefanya kosa la kumsujudia shetani, leo tulikuwa na wokovu.
ndani yako wewe umebeba vitu vingi. Kuna kizazi cha watu wakuu ndani ya mwili wako. Inawezekana ndio umebeba mpaka rais wa Tanzania. Ukilivuruga leo, ukaacha mpango wa Mungu, unaharibu mambo mengi huko mbele. Inawezekana ni kijana ambaye Mungu amekupa utajiri mkubwa, lakini ukifanya mchezo na kuacha uwepo wa Mungu, ukaacha kufanya kucheza na dhambi, kesho yako unaiua kwa mikono yako mwenyewe, na ndio shetani anakutaka. Bora ung'ang'anie kwa Yesu, ukawa serious, ukaruhusu uwepo wa Mungu uende pamoja nawe. Naomba nikwambie, hata kama utakuwa umekosea sehemu, rudi upesi katubu. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7 anasema, tukisema hatuna dhambi tunajidanganya, lakini tukitubu na kuziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki na atusamehe dhambi zetu zote. Usiruhusu jambo lolote, usiruhusu tabia yote iondoe uwepo wa Mungu ndani yako. Namalizia na historia moja nzuri ambayo ni ya msingi sana, inaitwa Balaki na Balamu. Kwa Balamu aliamua kumtafuta Balaki ili aweze kuwalaani Waisraeli. Laana manake nini? Laana ni kukuletea mawazo mabaya ili ujiharibie mwenyewe. Ngoja nikwambie, unaweza kuwa umeanza biashara vizuri, alafu unakutana na mafundisho. Juzi nimekutana moja kwenye mtandao, unajua kutoa fungu la 10 ni mambo ya Agano la Kale. Kwani kuishi sitakufa ni Agano Jipya? Kwa nini unatafuta mistari mingine unaikubali, mingine unaikataa? Kwani Bwana atanipigania vita yangu ni Agano Jipya? Ni Agano la Kale. Bwana atakupigania na nyinyi mtasimama na Agano Jipya? Agano la Kale. Kwa hiyo sisi tunasema hivi, kutokana na kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16, neno lolote katika neno la Mungu hapa limetokana na pumzi ya Mungu na linafaa kwa mafundisho. Kwa hiyo unakuta umeanza biashara, shetani anaanza kudanganya. Unajua fungu lako la 10, nenda kawape maskini, kawape yatima, kafanye nini na nini. Anakutoa. Muda sio mrefu anaanza kucheza na biashara yako. Muda sio mrefu wale majirani zako ambao walikuwa wanashindwa kuja kwenye biashara yako wanaanza kupiga kwa sababu umefungua mlango, umetoa ulinzi. Muda sio mrefu anasambaratisha biashara. Alafu unajiuliza, huyu mtu ilikuwaje? Alikuwa Mkristo mzuri, alikuwa mwaminifu kanisani, alafu ilikuwaje biashara imesambaratika? Kuna mlango alioacha wazi. Ulinzi wa Mungu kaondoka, akabaki peke yake. Muda sio mrefu akashindwa kuchelewa na kwenda wapi, anatoka wapi. Anasema kuna njia ambayo inaitwa njia ya utakatifu au utukufu au utakatifu. Katika njia hiyo wale wapitao, japokuwa ni wajinga, hawatapotea. Hata uwe mjinga wa mwisho, maadamu una uwepo wa Mungu maishani mwako, naomba nikwambie, wewe ni mtu mkuu sana. Kamuulize Yusufu. Umeshasikia mtu anashitakiwa kwa kosa la kubaka na amehukumiwa na mahakama, anaenda kuwa waziri mkuu katika nchi ya wageni? Hawakuwaza tu kama ni baka jamaa. Uwepo wa Mungu ukiwa na wewe, Mungu anakupa kibali ambacho hakipo duniani. Utakutana na watu ambao kuwatarajia watakusaidia kutoa mali pamoja kwenda mahali pekee. Lakini kama uwepo wa Mungu haupo, naomba nikwambie 2026 hii 2027 itafika huko vile vile. Unapiga tu tempo ile roundabout. Yaani wewe ni yule. Yaani mwaka jana alipokuona, mwaka huu ni jitu lile lile, alibadiliki. Lipo tu Kristo kila siku lipo tu. Pendwa katika Bwana, natamani utoke leo uende kwenye viwango vingine na kumwabudu Mungu. Usiruhusu uwepo wa Bwana uondoke maishani mwako. Hakikisha kila hatua unatembea na Mungu, na udhibitishe kwamba uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe. Peke yako huwezi. Adui unapigana naye ni mkubwa sana kuliko uwezo wako wewe, lakini kwa msaada wa Mungu utaweza kufanya mambo makubwa. Utalima shamba, litafanikiwa. Utaombea wagonjwa, watapata afya. Utaanza biashara, itasimama. Yaweza kuchelewa, lakini muda sio mrefu inaendelea kutoka, kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Kila alifanyalo litafanikiwa. Kwa ukiona watu wengi wanafanya mambo hayafanikiwi, naomba nikwambie, ujue uwepo wa Mungu
kama kawaida, lakini anajua siri huko ndani, ameshalivuruga. Ndio maana kuna watu ukianza kuwa na bidii kwa Mungu, umekuja kanisani, ukianza kuwa ni mtu wa kuomba, unashangaa mambo yanaanza kurudi mengi, yanaanza kurudi. Alafu baadaye ulipokuwa mjinga, sasa muda sio mrefu tena unalivuruga tena. Kwa kazi yako inakuwa ni kuzunguka kwenye roundabout tu utoke. Amua kuchukua hii njia kwa uhakika na usirudi nyuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, jitahidi usimsikilize sauti ya adui. Leo tunapoenda kushiriki meza ya Bwana, ni nafasi yako nzuri kwa ajili ya toba, ili kwamba uwepo wa Mungu urudi tena kwenye maisha yako. Vinginevyo itakuchukua muda mrefu. Maisha ya mtu ambaye Mungu leo amekupa nafasi kubwa, unapoteza bila sababu. Umepewa maisha kama zawadi. Hii zawadi itunze basi. Nilikwambia siku moja, hii simu nilipewa zawadi, lakini naitunza, nimewekea kama zuri. Ukitoa leo, imekaa miaka mitatu kama mpya bado. Mungu amekupa maisha, usiachezee. Amua kumheshimisha Mungu aliyekupa uhai. Sikia sauti ya Bwana siku zote. Ishi maisha ya kutembea na Mungu. Huyu mama, huyu binti, huyu dada alitembea na Mungu katika maisha yake. Usichanganye dozi. Kuna dhambi zinaitwa dhambi za siri. Kanisa likuone, mchungaji akuone, lakini unajijua kwamba hii ni dhambi na unaendelea nayo. Mpendwa katika Bwana, unajiua mwenyewe. Sitakuja kuiona na wala sitakuja kueleza, lakini naomba nikwambie, maisha yako yanarudi nyuma bila kujielewa. Hakuna siri mbele ya uwepo wa Bwana, na ukishaweka siri, Mungu anajitoa pembeni, alafu unakwenda peke yako. Mmoja alikuwa anakuja kanisani, jioni anapiga bia huko na kunywa na leo. Siku moja akaumbuka, akampiga, akasema nilikuwa napita tu nahubiri Injili. Wakaja watu wakatuambia, wewe jamani, alikuwa ameelewa mpaka anacheza muziki hapo, tunasema kwamba alikuwa anahubiri Injili. Akadanganya na kudanganya, kwa sababu uwepo wa Mungu hakuna. Anamwogopa mchungaji sana. Please, usiniogope mimi sina cha kukupa, sina hata hela kukupa, sina hata msaada. Muogope yeye ambaye amekuita kwenye wokovu. Hakikisha uwepo wake uko na wewe kila saa. Unapotembea, hii siku na Mungu yuko pamoja na wewe. Usije ukanisikiliza ukaniangalia kwamba nimemwona mchungaji, nimemwona nani. Amua mwenyewe kutembea na Mungu wakati wote ukiwa na hofu ya Mungu. Na ndipo utakapomwona Mungu katika maisha yako katika hatua zote. Lakini usipoishi hivyo, mpendwa katika Bwana, usipoteze muda wako na wanadamu. Hana chochote kwako. Hawezi kukupa hata uhai, hata pumzi, hata tone hawezi kukupa. Lakini yule ambaye amekupa uhai, amekupa pumzi, usimwache. Tusimame. Chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba. Unichunguza Bwana, chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba. Uhai wangu Baba, chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba. Maisha yangu chunguza, unichunguze, Bwana Yesu nakuomba. Unichunguze. Kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 14 na 15. Kutoka 33 mstari wa 14 na 15. Sikiliza kwa makini. Wakati Musa anataka kutoka kuelekea katika maisha yake, akagundua kwamba akienda peke yake haendi mbali. Vita ni nyingi, maadui ni wengi. Akaongea na Mungu wake. Kutoka 33:14-15. Akagundua kwamba akienda peke yake atakwama. Akasema maneno ambayo ni makubwa. Natamani tuongelee pamoja. Sasa kama kwenda kuomba. Kwa sababu kwenda kuomba kwenye neema za Bwana. Akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe. Nami nitakupa raha. Tuna mstari unaofuata 15. Naye akamwambia, Musa akamwambia Mungu, akasemaje? Usipokwenda pamoja nami, sawa, uso wako usipokwenda pamoja nami,
Ninaomba kuanzia leo utembee na maisha yangu, nibadilishe kwa upya Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba, mwambie Baba, naomba uwepo wako uanze kurudi kwangu tena. Naomba uwepo wako uende nami katika jina la Yesu. Mpendwa, tuko katika vita. Ukristo ni vita, vita vya mawazo. Usiache adui achezea akili yako. Mwambie sikutaki, naamua kumsikiliza Mungu, sirudi nyuma. Nimeamua kumfuata Yesu kweli kweli, sikisi. Nitatembea na Mungu na mwamini anisaidie katika jina la Yesu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu ninatamka kiunabii, mimi Sako, taja jina lako, ninatangaza kwamba kuanzia leo uwepo wa Mungu utakuwa pamoja nami, ndio makao yangu katika jina la Yesu. Sema, ninatangaza kwamba Sako, kuanzia leo kila neno linalosemwa akilini mwangu kwa damu ya Yesu, kama ni la adui, futika. Ninakataa sauti ya shetani, nakaribisha sauti ya Mungu. Macho yangu ninakuamuru kwa jina la Yesu, usiangalie mambo yasiyofaa, usiangalie uharibifu. Tembea na Mungu kwa uaminifu katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, leo kwa neema yako ninaomba nguvu yoyote inayotaka kuniondoa katika uwepo wa Mungu, kufa leo, toka kwa jina la Yesu. Baba, naomba kuanzia jioni leo nirejeshie uwepo wako. Naomba napoanza kumaliza ibada hii, uwepo wako uende nami Bwana. Ninaomba utakaso wa dhambi yoyote ambayo imeingia ndani yangu, kwa kuangalia, kwa kusikiliza, kwa kuona. Ninatubu Bwana, naomba uwepo wako uende pamoja nami katika jina la Yesu. Baba, naomba neema ya kuweza kutambua adui anapokuja kuniletea uharibifu. Naomba neema ya ushindi siku zote katika jina la Yesu. Ninatubu Bwana, naomba kupitia meza hii ambao naenda kushiriki, napokula mwili wa Yesu, napokunywa damu ya Yesu, ule uwepo wako Bwana uingie ndani mwangu tena. Ule uwepo wako Bwana uingie ndani mwangu tena. Ule uwepo wako Bwana uingie ndani yangu tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu